Karibu. Vijana katika kijiji cha Mahoma, eneo bunge la Budalangi, kaunti ya Busia, wanaitaka serikali na washikadau wengine wa mazingira kutambua juhudi zao za kukabiliana na mafuriko ambayo yamekuwa yakishuhudiwa eneo hilo kufuatia mafuriko ya mto Nzoia. Hii ni baada ya vijana hao kuanza kuvuna mchanga na kuongeza kina cha mto huo, hatua ambayo imepunguza pakubwa hasara ya mafuriko kwa wakazi. Robert Malala anatufungulia taarifa zetu za NTV Mashinani na taarifa ifuatayo. Hii leo NTV Mashinani imetua hapa katika mto Nzoia katika kijiji cha Mahoma, eneo bunge la Budalangi, ili kuweza kuangazia mchango wa vijana ambao wanatoa mchanga katika mto Nzoia kusaidia kukabili mafuriko ambayo mara mingi yamekuwa kikwazo katika eneo hili. Tunapochimba huu mchanga hapo ndani tunapoingia huu mchanga tukitoa, huo mto unaenda chini. Sasa ile level ya mafuriko, maji kujaa pia ina reduce inakuwa chini. Maji ikijaa inapata mto umeenda deep, hasa ina hiyo maji ina occupy hiyo space na inabaki level. Hii ndio wakati ilikuwa inatangazwa kwa radio, kwa TV ya kwamba mafuriko Budalangi. Lakini hata serikali yenyewe imengojea ya kwamba mafuriko itatangazwa Budalangi, hijaona kitu kama hiyo. Kitu imesaidia hiyo jambo kama hilo ama mkasa kama huu ni ya kwamba vijana vile wanaendelea kuchimba ama kutoa mchanga katika hii River Nzoia. Hii River Nzoia inaendelea kuwa deep. Hii kutoa mchanga inafanya maji haiwezi kuingia kwa maboma. Inatusaidia sana. Hata kwa masamba haiwezi kuharibu chakula. Hata hivyo vijana hao wanasema kwa kutokana na juhudi zao labda waweze kutambuliwa na serikali kwa kuwa wanafanya kazi kubwa zaidi kukabili mafuriko katika eneo bunge la Budalangi. Hatungependa vile sahi rais amekubali affordable sahi inajengwa, hasa malori za mchanga hizo zinafaa zikuje kwa hii mchanga, ndio mchanga inafaa ijengwe hizo manyumba, kwa maana hii ndio mchanga ya quality nyingine ya juu. Robert Malala, NTV Mashinani, kando mwa mto Nzoia katika kijiji cha Mahoma, eneo bunge la Budalangi, kaunti ya Busia. Na kutoka huko Busia sasa tuelekee hadi kaunti ya Uasin Gishu, huku shanga za mikono